Mtakatifu Benedikto wa 16 anapotafakari juu ya mashahidi wa kwanza wa Roma, alipata kufundisha katika katekesi yake mwaka 2010 akisema kwamba tafakari ya nguvu ya mashahidi wa kwanza wa Roma itukumbushe pia na sisi juu ya mahusiano yetu sisi na Kristo. Anasema mashahidi wa kwanza wa Roma waliunganika pamoja na Kristo, sababu Kristo kwa nguvu yake ya kimungu alikufa msalabani, alikuwa tayari kujitoa sadaka na kushuhudia upendo wake kwetu sisi, na upendo huo sisi tukiupokea tutakuwa pia na sisi tayari kushuhudia upendo huo kwa wengine. Wakasema mashahidi wa kwanza wa Roma na mashahidi wengine wote wa imani walifaulu katika hili, kwenye kulipokea pendo la Kristo na kulishirikisha pendo la Kristo. Sema haiwezekani kufa kifodini kama upendo wa Kristo hujajaa ndani mwako. Sasa ndio tumesikia katika somo la Injili hili, msukosuko umetokea katika safari. Wale wafuasi wako pamoja na Kristo lakini wana mashaka. Lakini wafuasi hawa ingawa walikuwa na mashaka, ila wametufunza jambo bora sana. Wanakwenda kwa Kristo, wanamshirikisha Kristo, wanasali kwa kumuomba Mungu awasaidie katika msukosuko wao. Ingawa Mungu anawazodoa kama sivyo, anawakumbusha wajibu wao, lakini Mungu anatenda katika maisha yao. Dhoruba zinatulia, shwari inarudi ndani mwao. Inawezekana sisi pia tunapitia katika changamoto kadha wa kadha za maisha. Dhoruba ni kali zaidi katika maisha yetu. Je, tunatambua kwamba Kristo yuko pamoja nasi? Anaungana pamoja nasi kila mara katika masakramenti. Ameungana pamoja nasi katika masakramenti ambayo tumeyapokea. Juhudi yetu, bidii yetu ya kumsogelea Kristo ikoje, ili Kristo awe ndio mtulizaji wa dhoruba zetu? Wengine tunakosea kufikiria kwamba kuna watu wana mamlaka na nguvu kubwa ya kutuliza dhoruba kuliko Kristo. Kwa tunamweka Kristo nafasi ya pili na wao tunawaweka nafasi ya kwanza. Hapo tunakosea. Ndio tunapotafakari juu ya mashahidi wa kwanza wa Roma, tukumbuke pia nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu na sababu ya Ukristo wetu. Wapendwa, kauli mbiu yetu tumesafiri nayo ni upendo ni ushindi. Upendo ni ushindi kwa sababu tukiunganika na huo upendo wa Kristo, mimi na wewe tutakuwa kama mashahidi wa Roma kwa kutoa sadaka zetu. Haijalishi nipo na uhaba kiasi gani, nipo na misukosuko kiasi gani, nipo na udhaifu kiasi gani, lakini nikijua kwamba Kristo yuko pamoja na mimi na namkimbilia Kristo kwa sadaka yangu, nitashinda katika vita ninayopambana, katika dhiki ninayopitishwa, ni mapambano ambayo nayapitia. Ndio Paulo anatutia nguvu zaidi kwenye ule waraka wake kwa Warumi ile sura ya 8 ile aya 37, anasema katika mambo yote tutashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu yeye ametupenda. Kumbe ushindi wetu sisi, sababu Mungu amefanya nini? Ametupenda. Kristo ametupenda. Kumbe nasi tukimpenda Kristo tunakuwa zaidi na nafasi hiyo ya kushinda. Yohana, katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 aya 11 natukumbusha tena dhana hii ikituambia kwamba wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi nasi imetupasa na sisi kupendana. Sisi tunaopendwa na Kristo mpaka kufa kwa ajili yetu, nasi pia tupendane. Tunapopendana sisi, hakika nuru mpya matumaini itajaa, itafunuliwa, tutaiona kwa macho yetu. Iwe ndani ya familia, iwe ndani ya jumuiya, iwe ndani ya kazi unayofanya, biashara unayofanya, juhudi fulani ofisini kwako, katika changamoto pengine za mahusiano, mwanga na nuru mpya itaonekana. Kwa nini? Tukipokea pendo la Kristo na kuamua kulishirikisha pendo la Kristo. Kipekee katika siku hizi sisi wanautume wa Radio Maria tunakuomba uendelee kushirikisha pendo la Kristo kwa sadaka zako. Maana wewe mpendwa mdau wa Radio Maria, kwa sadaka zako ndio leo hii watu wa Inyonga wanafurahi kusikiliza mawimbi haya. Kwa sadaka zako ndio leo hii watu Madaba wanafurahi kusikiliza masafa haya. Kwa sadaka zako, kwa kuitangaza dini, kwa kuifia dini, kwa kujitolea kile kidogo ulicho nacho, ndio watu wa Makete leo hii wanafurahi kwa kuwa pamoja nasi katika utume wa Radio Maria. Shime, tuendelee kuungana. Tuipeleke sauti hii ikapasue anga usiku na mchana katika miji, maeneo na sehemu nyingine nyingi hapa Tanzania, kwa kushiriki pamoja nasi utume wa Radio Maria. Tunasema kwa pamoja, upendo ni ushindi. Mariathoni 2026, upendo ni ushindi. Mwenyezi Mungu na atubariki sote. Amina.